kutanguliza maisha ya maombi. Unajua mfano wa muundo wa sala ya Daniel kama yanavyoonekana hasa ukienda katika Daniel 9, ni mfano wenye nguvu wa maombezi. Yanachanganya msingi wa maandiko, yaani unategemea maandiko, ni maombi ambayo yanategemea maandiko. Halafu ni maombi yenye unyenyekevu wa kina, unyenyekevu wa kina. Halafu ni maombi ambayo yamejaa sifa na shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukiangalia pale utakuta kuna mpangilio fulani ambao ni wa pekee. Kwanza anaanza kwa kutoa heshima na sifa kwa Mungu wa mbinguni. Achaneni na maombi ya kukimbilia kuombea magonjwa na shida za karo na matatizo yetu yote ndiyo tunayatanguliza, na wakati mwingine ndilo ombi lote. Shida zetu, maombi ya binafsi Mungu hayasikii. Mtangulize Mungu kwanza. Muonyeshe unavyomheshimu alivyo wa heshima. Huyu Mungu, hebu muonyeshe, mtajie sifa zake, kuonyesha ya kwamba unamtambua katika ukuu wake, ya kwamba unamheshimu, unamwenzi, unamtukuza. Baki hako kwa muda, usiharakishe. Baki kwa muda, fikiria sifa zake unavyozifahamu katika maisha yako. Umeziona, umezionja, zinahangaisha kichwa chako kwa sababu ya ukuu wake. Sifa hizo zitaje tu kwa kuendelea na kuendelea. Na jinsi unavyoendelea ni bora zaidi kuwa mbele za Bwana unapomtukuza Bwana na kumshukuru. Mshukuru Bwana kwa yaliyofanyika tayari kabla ya kumletea orodha ya mambo yaliyobaki unayohitaji. Yamekuwa mengi, ndio maana tunasema hesabu mibaraka, ili kwenye maombi umsifu kwa hili, umshukuru kwa hili na hili na hili. Usimshukuru kwa jumla, ndio anajua yote. Lakini unapotaja unaonyesha jinsi ulivyo na shukrani kutoka moyoni kwa Mungu wako huyo, kwa mema ambayo tayari ameyafanya. Na wala hata unapoingia kwa yale ambayo yamebaki hutalalamika, kwa sababu tayari amekufanyia mengi. Mbona umeniacha Bwana? Mbona hunioni? Mbona kuna mengi ameshakuona, amekufanyia. Mshukuru kwayo kwanza. Mshukuru kwayo kwanza. Kwa hivyo Daniel anatufundisha hilo, na hata Yesu alipokuwa akifundisha ombi anaanzia hapo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako takatifu lifanye nini? Litukuzwe. Ufalme wako. Mtangulize Mungu katika maombi, usijitangulize wewe na yako katika maombi. Ndio namna ya kumwendea Mungu.